Mwishoni wa miaka 1940 nchini South Africa, serikali ilitekeleza mfumo mkali wa ubaguzi wa rangi ulioitwa apartheid. Mfumo huu uliwapa wazungu haki na fursa nyingi zaidi pamoja na kazi bora. Kwa upande mwingine, jamii ya watu weusi ilidharauliwa, ilizuiwa kuingia katika maeneo ya tabaka la juu na hata kuuawa. Baada ya miongo mingi ya ukandamizaji, walichoka kuvumilia. Jamii ya watu weusi iliunda harakati iliyoitwa African National Congress ANC. Lengo lao kuu lilikuwa ni kukomesha ubaguzi wa rangi na kurejesha amani na usawa nchini. Mhusika mkuu wa hii filamu anaitwa Tom Kenjin, mwanaharakati mzungu anayefanya kazi na ANC. Anaelekea kwenye soko la watu wengi akiwa amebeba mifuko miwili mikubwa, anaweka pamoja na karibu la pipa la taka na mwingine karibu na gari. Kisha anamwonyesha mwenzake Stephen Lee aanzisha mpango. Inaonekana mifuko hiyo imewekwa mabomu na lengo lao ni kulipua. Wanaunganisha nyaya ndani ya mifuko na kuondoka. Muda mfupi baadaye, milipuko miwili inatokea, lakini hailengi kuua watu. Badala yake, mamia ya vipeperushi vinatawanyika sokoni. Vipeperushi hivyo vina ujumbe wa kupinga serikali ya ubaguzi wa rangi apartheid. Jenkins na Lee wanajaribu kutoroka kwa hofu, lakini muda mfupi baadaye wanakamatwa na polisi. Baadaye wanaposubiri kesi yao, mke wa Jenkins anafanikiwa kuingia na kumpa fedha ambazo anaweza kuzihitaji gerezani. Kisha anaaga na kuahidi kuwa ataendelea kuwa upande wake siku zote. Muda mfupi baadaye, Jenkins anaenda chooni, anaficha fedha hizo ndani ya kisanduku cha sigara na kukisukuma ndani ya mwili wake ili kisigundulike. Sasa yuko tayari kukabiliana na lolote litakalokuja. Katika mahakama, jaji anawakosoa Jenkins na Lee kwa kwenda kinyume na watu wa rangi yao wenyewe. Kama adhabu, Jenkins anahukumiwa kifungo cha miaka 12 kwa sababu ndiye aliyetengeneza mabomu, huku Lee akipewa miaka 8 ya kuwa mshirika wake. Katika tukio linalofuata, wawili hao wanapelekwa gereza maarufu la Pretoria Prison ambalo lilikuwa maalum kwa wafungwa wazungu. Mkuu wa gereza anawapokea mlangoni kwa mara ya kwanza na anawaita wasaliti. Kisha anawakabidhi kwa afisa mkali wa gereza aitwaye Meinhardt, anawaeleza sheria na taratibu zote za gereza. Jenkins anaangalia kwa umakini mazingira ya gereza na kugundua milango ya chuma inayojifunga yenyewe, mageti yenye nondo na mifumo mingine ya usalama. Mahali hapo inaonekana kutoroka ni ngumu kabisa. Baada ya muda, Meinhardt anawapelekea kwenye seli zao. Kila seli ina mlango wa nondo pamoja na mlango mzito wa chuma. Usiku huu Jenkins anashindwa kulala vizuri akiwa amezama katika mawazo. Asubuhi inayofuata, wakati wa kifungua kinywa, anakutana na mzee aitwaye Dennis Goldberg. Dennis ni mwanaharakati wa kisiasa aliyefungwa kwa kupinga apartheid na kwa sasa anatumikia vifungo 4 vya maisha. Baadaye Lee anajiunga nao na hao watatu wanazungumza kuhusu hali zao mbalimbali. Wakati huo huo, mfungwa Mfaransa mwenye asili ya Australia aitwa Leonard Fontaine anawasikiliza kwa siri. Wakati wa mazoezi, Dennis anawaeleza rafiki zake wapya kuhusu mpangilio wa gereza. Kuta zina urefu wa futi 32, taa za ulinzi zinaangaza kila sehemu ya uwanja, uzio wa waya wenye makali na mkali sana, na muhimu zaidi, kuna walenga shabaha ambao wako juu ya paa masaa 24 kwa siku. Kwa kifupi, anawashauri wasijaribu kutoroka kwa sababu ni jambo lisilowezekana. Anaongezea kuwa watu wengi wamejaribu kutoroka hapo, lakini wote walishindwa. Baada ya Dennis kuondoka, Leonard anawakaribia na kuwaambia kuwa Dennis huwa anawatisha wafungwa wapya. Yeye anaamini kutoroka kunawezekana, hivyo anapendekeza kuwasaidia kwa sharti na kuruhusiwa kwenye mpango wao. Baadaye Jenkins anatoa kisanduku chake cha sigara chenye fedha na kumpa Dennis. Dennis anazificha ndani ya dawa ya meno ili zisiweze kupatikana na mtu yeyote. Siku 23 zinapita na maisha ya gerezani yanaanza kuonekana ya kawaida. Usiku mmoja, Jenkins anawasha kiberiti na kutazama tundu la ufunguo wa mlango wa nondo, akijaribu kuona kama kuna udhaifu wowote. Kadri siku zinavyopita, anakuwa na shauku kubwa ya kutafuta suluhisho. Kila usiku mmoja anapata wazo. Anatumia karatasi kupima kina na urefu wa tundu la funguo. Mpango wake ni kutengeneza funguo wa mbao. Siku inayofuata, akiwa bafuni, anawaeleza wenzake mpango huo. Leonard haamini kama atafanikiwa, lakini Jenkins na Lee wana uhakika. Jenkins anaeleza kuwa anahitaji kuni kutoka karakana ya mbao, lakini kwanza anatakiwa kuchunguza funguo halisi. Baadaye kwenye kantini, Leonard anaanzisha vurugu ili kuvuta umakini wa walinzi. Wakati wa afisa Meinhardt anapokuja, Jenkins anapata nafasi ya kuangalia umbo la funguo zake. Kuanzia siku hiyo, Jenkins anazitizama funguo kila anapopata nafasi. Baada ya siku nyingi za uchunguzi,
anafanikiwa kuchora mchoro wa kwanza wa ufunguo. Siku ya 74, Jenkins anaiba karatasi ya kusugulia mbao na vipande vya mbao kutoka karakana, anavivisha ndani ya chupa yake pamoja na nguo ili visitoe sauti. Baadaye Manhattan anakagua chupa za wafungwa mmoja baada ya mwingine. Zamu ya Jenkins inapofika, anaganda kwa hofu. Hata hivyo, baada ya kuitikisa sana, afisa huyo hapati chochote na kumruhusu aondoke. Baada ya kupona kwenye hatari hiyo, Jenkins anarudi selini na kuanza kutengeneza mfano wake wa kwanza wa ufunguo. Anakata, anachonga na kusugua hadi ufunguo unakamilika. Kwa wasiwasi anaujaribu kwenye mlango. Kwa furaha yake unafanya kazi, lakini anapofungua mlango wa nondo anagundua tatizo kubwa. Mlango wa chuma unaofuata hauna tundu la ufunguo upande wake, hivyo atalazimika kuufungua akiwa nje. Asubuhi inayofuata anawaeleza marafiki zake hali hiyo. Sasa wanahitaji kutengeneza ufunguo mwingine na kutafuta njia ya kufungua mlango wa pili kutoka upande wa nje. Katika siku zinazofuata, watatu hao wanachunguza tundu la ufunguo wa mlango wa nje. Baada ya wiki nyingi ya kazi ngumu, Jenkins anatengeneza ufunguo mwingine wa mbao. Siku ya 100, wanapofagia korido bila walinzi karibu, Jenkins anajaribu ufunguo mpya. Ufunguo unaingia na mlango unafunguka, lakini anapojaribu kuutoa unakatika ndani ya kufuli. Hofu kubwa inatanda. Mbaya zaidi, mlinzi anaanza kuja upande wao. Jenkins anajaribu kufungua mlango lakini hashindi. Mwishowe anafanikiwa tu kutoa kipande kilichovunjika kabla ya mlinzi kufika. Baadaye usiku, Manhattan anapofanya ukaguzi wa kawaida, anagundua kufuli likiwa tofauti kidogo, lakini afikiri sana na kuendelea. Jenkins anapumua kwa afueni. Siku ya 142, watatu wao wanajadili jinsi ya kufungua mlango wa chuma kutoka nje. Leonard anapendekeza kutumia kamba, lakini wazo hilo linakataliwa. Baada ya muda, Lee anapata wazo akitizama ufagio. Anapima umbali kutoka dirishani hadi kwenye mlango na kugundua unakaribia kutosha. Siku inayofuata, Jenkins anaona mashine ya kushona kwenye karakana na kupata wazo jipya. Anatengeneza mfumo unaofanana na kuunga kwenye mfagio. Usiku huo anaweka ufunguo juu ya ufagio na kujaribu. Mpango unafanya kazi, anafanikiwa kufungua mlango. Tatizo linatokea anapojaribu kuurudisha ufunguo, unaanguka chini. Karibu apate mshtuko wa moyo, lakini anaweka bigiji juu ya ufagio huo na kutumia kuchukua tena. Asubuhi inayofuata, anawaeleza marafiki zake kwa furaha kwamba sasa anaweza kufungua milango yote miwili. Sasa anataka kuchunguza maeneo mengine ya gereza. Wakati huo Dennis anaendelea kuwaonya waachane na mpango huo, lakini Jenkins tayari ameshaamua. Siku ya 206, kuta mpya zimejengwa, lakini ratiba ya gereza imebaki ile ile. Kila anapopata nafasi, watatu wao wanachunguza maeneo ya jirani. Jenkins hata anafanya makubaliano na msafishaji wa gereza ili apate ramani ya ujenzi wa gereza kwa kubadilishana sabuni na sigara. Biashara hiyo inafanyika karibu na dampo la taka na hagunduliki. Siku ya 296, Jenkins na Leonard wanatengeneza watu wa bandia kitandani mwao kabla ya kutoka selini usiku. Wanashuka ngazi taratibu hadi kufikia kwenye geti jingine la nondo. Usiku huo umechaguliwa kuwa maksudi kwa sababu mlinzi mkubwa mwenye mwili mzito ndiye yuko zamu. Kutokana na uzito wake, ni mvivu na hana haraka. Wakiwa na hofu kubwa, wanafanikiwa kufungua geti kabla hajaanza doria yake. Wanaposikia hatua zake, wanajificha kwenye chumba cha kuhifadhia vifaa. Mlinzi anapita bila kuwagundua. Baada ya kuondoka, wanaendelea mbele na kufungua milango mingine zaidi. Lee anakohoa kutoka juu kuashiria kuwa mlinzi huyo amemaliza doria yake. Wanajificha tena na kusubiri. Baadaye Jenkins anaficha funguo zake kwa kuvivunja vipande vidogo na kuvificha ndani ya kikombe chake. Asubuhi inayofuata, mkuu wa gereza anamkuta amelala kupita muda wa kengele asubuhi. Kwa hasira, anaagiza seli ichunguzwe. Wakati wa ukaguzi, kikombe kinaanguka na vipande vya funguo vinaonekana. Mkuu wa gereza anauliza kwa hasira, hiki ni nini? Jenkins akiwa na hofu anasema ni kifaa cha kushikilia picha. Kwa mshangao wake, mkuu wa gereza anaamini maelezo hayo na kuondoka. Usiku huo Jenkins anapatwa na mshtuko na hofu. Baadaye anaamua kuficha funguo sehemu mbalimbali kama maktaba, kantini na hata dampo la taka. Pia wanaiba nguo za kiraia kutoka sehemu za kufulia. Kwa maksudi, Jenkins anaacha kusafisha meno ili apate maambukizi. Hatimaye anaumwa na anapopelekwa kwa daktari anapata nafasi ya kuchunguza geti moja kwa moja. Ni mkesha wa Christmas. Kundi hilo sasa limekamilisha maandalizi yote. Wana funguo 39 tofauti kwa ajili ya milango 15 wanaotakiwa kupita.
Dennis anakataa kujiunga nao akisema hata wakitoroka hawatakuwa na mahali pa kwenda. Hata hivyo anarudisha fedha za Jenkins ambazo alikuwa amezificha ndani ya dawa ya meno. Jioni baada ya maafisa wote kuondoka, Jenkins, Leonard na Lee wanaanza kutekeleza mpango wao wa kutoroka. Kabla ya kuondoka, Jenkins anamuuliza Dennis mara ya mwisho kama anataka kujiunga nao, lakini anakataliwa tena. Wanakusanya funguo zote walizokuwa wamezificha, wanavaa nguo za kiraia na kuelekea chini. Ghafla wanasikia hatua za mtu. Ni yule mlinzi mkubwa. Wanajificha haraka kwenye chumba cha kuhifadhia vifaa. Mlinzi anapokaribia, wanagundua mlango. Anagundua mlango uliotikisika kidogo. Kabla hajachunguza zaidi, umeme unakatika. Inaonekana Dennis amesababisha hitilafu kwa kuharibu balbu yake ya taa. Yeye pamoja na wafungwa wengine wanaanza kumuita mlinzi ili kumshawishi aende juu. Mpango unafanya kazi. Watatu wao wanatoka mafichoni na kuendelea kufungua mlango baada ya mlango. Wanapofika kwenye geti la umeme, Leonard anaingia kwenye chumba cha utawala na kulifunga kwa kubonyeza kitufe. Hatimaye wanafika kwenye mlango wa mwisho unaowatenganisha na uhuru. Lakini kwa mshtuko mkubwa, hakuna hata funguo moja unaofanya kazi. Hofu inatawala. Miezi ya mipango na kazi ngumu inaonekana kuharibiwa na kufuli moja tu. Jenkins anapendekeza warudi selini, lakini Leonard anakataa kukata tamaa. Anatoa patasi yake na kuanza kuvunja kufuli kwa nguvu. Kelele ni kubwa sana, lakini hatimaye anafanikiwa kulivunja na mlango unafunguka. Kikwazo cha mwisho ni sniper aliyoko mnarani. Hata hivyo, kwa kuwa wamevaa nguo za kiraia, wanatembea kwa kujiamini. Hakuna aliyewashuku, hata Maidat mwenyewe. Baada ya kufika eneo salama, wanakimbia hadi mjini na kuingia kwenye teksi. Wanamwambia dereva awapeleke mpakani. Mwanzoni anasita kwa sababu ni wazungu, lakini Jenkins anaponesha fedha nyingi anakubali. Kwa njia hiyo, Jenkins, Leonard na Lee wanafanikiwa kutoroka gerezani baada ya mwaka 1.5 wa kifungo. Asubuhi inayofuata, Mindhunter anakundua kutoroka kwao na kupiga kengele tahadhari, lakini tayari wamechelewa. Dennis na wafungwa wengine wanaanza kucheka. Katika matukio halisi yaliyofuata, msako mkubwa zaidi katika historia ya Afrika Kusini ulianzishwa, lakini waliotoroka hawakukamatwa kamwe. Walivuka mpaka kwenda Mozambiki, kisha Tanzania na hatimaye London, ambako waliungana tena na ANC na kuendelea na harakati za kupinga apartheid. Mwaka 1991, baada ya zaidi ya muongo mmoja, walisamehewa rasmi. Kwa upande mwingine, Dennis Goldberg aliachiwa mwaka 1985 na hatimaye akaungana tena na mke wake na watoto wake. Kuhusu Tim, Jenkins hakuwahi kuungana tena na mke wake kwa sababu aliporudi Afrika ya Kusini, mke wake alikuwa tayari amefariki mwaka 1992. Mwaka 1992 mfumo wa apartheid ulianguka, na mwaka 1994 Nelson Mandela, kiongozi wa ANC, alichaguliwa kuwa rais wa Afrika Kusini. Asante kwa kutazama.